Unajua, tunapoeleza habari ya pombe, maana yake ni kwamba hatuzungumzii tu wale ambao wanakwenda kwa habari ya ibada. Maana imefika wakati wengine tunapogusia habari ya vilevi, habari ya unywaji wa pombe, wanakuambia mimi siwezi kuacha unywaji wa pombe kwa sababu ya kwamba anakuambia mimi mbona huwa hata siendi kanisani, mimi huwa sisali, hivyo basi siwezi kuachana na habari ya unywaji wa pombe. Sasa leo nitakwenda kukuonyesha machache ili tuweze kujua ya kwamba kumbe habari ya unywaji wa pombe si tu ni hatari kwa habari ya mambo ya kiroho. Wengi walimu wa dini na wengine ambao wanajifunza habari ya maandiko matakatifu wamehalalisha unywaji wa pombe, mpaka imefika wakati wanafundisha hata katika nyumba za ibada, wanawaambia watu ya kwamba kunywa kidogo usilewe. Ukiuliza kwamba haya maneno yametoka kwa kitabu gani, wanakuambia kitabu cha Joshua bin Sila, ile sura ya 31 na lile fungu la 27, wanasema hilo tumehalalishiwa katika maandiko matakatifu. Joshua bin Sila 31 fungu la 27, neno linasema ya kwamba pombe ni kama uhai kwa mtu akinywa kwa kiasi. Maisha yafaa nini bila pombe? Imeumbwa iwafurahishe watu. Kwa hiyo wanaposoma kitabu hicho cha Joshua bin Sila, basi wanachukua kama lilivyo, wanalipeleka hata nyumba za ibada, wanaanza kufundisha watu, na mpaka imefika wakati hata watu ambao hawafiki katika nyumba za ibada wanakuambia kama mbona hata maandiko yanasema kunywa kidogo usilewe. Sikiliza, tunapojifunza habari hizi ni kwamba lazima tuweze kutafakari maandiko matakatifu yanamaanisha nini. Nimesema leo nitakwenda kukuelekeza ya kwamba tuweze kutambua ya kwamba pombe sio haramu tu kwa habari ya mambo ya kiroho, hata katika habari ya mambo ya kimwili pombe imekuwa inaleta changamoto hata maafa. Sikiliza, kitabu hicho cha Joshua bin Sila, ule ukurasa ile sura ya 31 fungu la 25, maandiko matakatifu yameeleza au Biblia hiyo ya Joshua bin Sila imesema ya kwamba usijionyeshe kuwa hodari kwa kunywa pombe, maana pombe inawaangamiza wengi. Hiyo Joshua bin Sila inaeleza habari hizo, alafu hiyo Joshua bin Sila ambao wengi wameitumia mpaka wamefundisha ya kwamba pombe ni halali kutumia. Lakini kwa neno la Mungu, Biblia, kitabu kile cha Wakolosai 2 fungu la 21, maandiko yanasema kwamba msishike, msiguse wala msionje, kwa sababu wewe mtumishi wa Mungu unayesikiliza habari hii ni kwamba Mungu amekuumba ili uendelee kuishi. Hivyo kwa lugha rahisi ni kwamba pombe ni muangamizaji na ni hatari katika maisha yetu ya kimwili, lakini pia yanasababisha hata mambo ya kiroho yanapotea. Sasa ngoja nikuonyeshe machache sasa ili kwamba uweze kutambua ya kwamba kumbe wapo ndugu zangu waliohatarisha maisha yao, na kama mimi nimekuwa muhanga na mtumiaji wa habari ya vilevi, nafikiri ni salama, inaweza kaleta hatari sana. Sikiliza na tazama hawa ndugu zetu ambao tayari wamekwisha kuathirika na habari ya unywaji wa pombe. Tazama. Na kama anavyoarifu Marian Nyambura, huenda idadi ya watu waliofariki ikawa ya juu zaidi, kwani bado kuna watu ambao hawajulikani waliko. Katika zahanati ya Njegas, Mwea Magharibi, kaunti ya Kirinyaga, watu 7 wanapokea matibabu hapa Jumanne, saa chache baada ya kubugia pombe haramu katika eneo la burudani linalofahamika kama California. Pombe hiyo imesababisha maafa ya watu 6 na kuacha wengine 5 bila ya uwezo wa kuona katika muda wa chini ya saa 24 baada yao kubugia pombe hiyo yenye sumu. We are suspecting that it must have had either because the type of symptoms and signs that have already exhibited themselves from these particular patients have shown that they were having blurred vision, they could not see well. While we know very well that this kind of chemical will cause issues in the liver to cause. Hapo tunaona tu kwamba hapo ni watu, tumekuta kwamba watu 7 wamelazwa, lakini pia watu 6 tayari walikwisha kufa. Hao ni ndugu zetu ambao sasa wao huenda walifanya vile pasipo kujua ya kwamba pombe ni hatari. Nakumbuka hiyo taarifa ni ya tarehe 6 mwezi wa pili 2024, ni ya zamani sana. Lakini je, mpaka sasa pombe imeua watu wangapi na imeleta athari kwa watu wangapi? Na kama yawezekana hata wewe rafiki yangu ambaye labda ni ndugu yako yupo katika uhanga huu wa utumiaji wa pombe pasipo kujua, inatakiwa sasa tuweze kuelimishana ya kwamba maandiko matakatifu yameonya kwa habari ya unywaji wa pombe. Lakini sio hapo tu,
pombe inaendelea kuathiri watu wengi sana. Lakini pia nitakuonyesha video moja pia ambayo utakuta kwamba kuna watu ambao sasa imeathiri watu wengi sana, na wengi wamekufa na wengi wamelazwa. Lakini sasa pamoja na hayo sasa ni kwamba je, utatathmini ya kwamba je, nitaendelea kufanya hivi ili kwamba nije niwe miongoni mwa watakao kuja kuangamia kwa sababu ya unywaji wa pombe? Hapo tumeona wachache walioathiriwa na unywaji wa pombe, lakini sasa tazama hawa ili kwamba uone jinsi ambavyo pombe ina athari sana. Sikia. Watu watatu wamepoteza uwezo wa kuona baada ya kubogea pombe haramu katika eneo la Kangai, kaunti ya Kirinyaga. Kulingana na ripoti za wakazi ni kwamba wawili wa waathiriwa walifikishwa katika zahanati ya Kari huko Kangai Jumanne asubuhi wakilalamikia upofu wa ghafla. Walipata huduma ya kwanza kabla ya kupelekwa katika hospitali ya Kerugoya level 5 kwa matibabu zaidi. Mwathiriwa wa tatu aliletwa kwenye zahanati mchana pia akiripoti kupoteza uwezo wa kuona ghafla. Tukio hili la kutisha linajiri mwaka mmoja na miezi miwili tu baada ya mkasa sawa na huo ambao watu 23 walifariki na wengine kadhaa kupoteza macho baada ya kunywa pombe haramu. Watu walikufa 20 hapa Kangai, tena tu. The same katika same location. Na hiyo watu mbando ni wale tu katika same location. Sasa sisi wananchi wanauliza tutaumia kweli serikali iko? Ningeomba watu wa Kangai tushirikiane, kama kuna mtu yeyote analete pombe mbaya kama yenye ilitudhuru ikatuangamizia watu 17 mwaka uliopita, tushikane. Rafiki yangu, unasubiri nini mpaka sasa? Lakini pia je, mpaka hapo una mpango gani juu ya ndugu na jamaa ambao wao bado wanaendelea na utumiaji huu? Je, unahitaji kudumisha afya yako? Ushauri wangu, embu tuweze kuepukana na habari ya unywaji wa pombe. Haijalishi viwanda vingi vinaendelea kuzalisha vilevi, ni kwamba hizo ni hila za mwovu na mbinu za shetani ili kwamba watu waendelee kuangamia pasipo matumaini. Habari hii na ujumbe huu utakapoupata, embu tuweze kufanya matengenezo ya kuachana na habari ya vilevi. Lakini pia unapomwona ndugu yako, rafiki yako bado hajapata habari hii, basi embu jaribu kumshauri na kumwelekeza ya kwamba habari ya utumiaji wa pombe ni hatari kwa afya yako. Basi ikiwa ni ombi lako kwamba Mungu nisaidie sasa niweze kupona na changamoto hii, ikiwa nimeathirika sasa, nimekuwa ni muhanga na nimekuwa mtu ambaye nashindwa kuacha habari ya utumiaji wa pombe, lakini ninakuomba basi tuma ombi lako ili tuweze kushiriki kwa pamoja ombi katika video hii. Lakini pia kwa sababu video hii inakusaidia wewe na ndugu na jamaa yako, basi usisahau kushare na kuweza kuwasambazia na wengine video hii ili kwamba waweze kubarikiwa na wote tuweze kuwa na afya njema ambayo itatuandaa kwa ajili ya kumsubiri Kristo ajapo. Mungu akubariki sana kwa ujumbe huu leo ambao ulikuwa unahusu ya kwamba tusifikiri tu pombe ni kwa ajili ya habari ya haramu ya mambo ya kiroho, hata habari ya afya zetu pombe inaathiri. Mungu akubariki sana. Sasa nitaomba kwa ajili yako, basi tuweze tumuombe Mwenyezi Mungu. Asante Mungu wetu kwa neema na baraka zako, tunashukuru kwa ujumbe huu. Baba, tunaomba kila atakayeupata ujumbe huu kampatie nguvu na uwezo wa kuweza kutoka katika changamoto hii ya utumiaji wa habari ya ulevi. Asante kwa kutafanya hivyo, ndivyo tunaomba kwa jina la Yesu, amen. Karibu kwa kuendelea kufuatilia chaneli hii ya Matata TV, kwa sababu itakuwa na masomo mengi ambayo yatakuwa ni mbaraka sana. Mungu akubariki sana.